Somo la kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya ya 4 hadi ya 9. Siku ile jangwani watu walimnung'unikia Mungu na Musa, "Mbona umetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu." Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, "Tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa." Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, "Jifanyie nyoka wa shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi." Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikawa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Neno la Bwana. Tumshukuru. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Wapendwa katika Kristo, tunayo furaha na tena tunayo bahati kubwa kwamba tunashiriki na wanajimbo zima katika kuiadhimisha jubilei ya miaka 2025 tangu kuzaliwa Kristo, tangu kuanza kwa Ukristo. Kwa namna pekee katika jimbo letu ni nafasi ambapo tumealikwa kuhiji na msalaba huu. Msalaba unaitwa msalaba wa hija, msalaba wa jubilei. Sasa na wakati huu ni zamu yetu sisi wana Ulolage kuwa mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo wa msalaba, tukisali, tukizungumza naye, tukimshukuru Yesu, lakini wakati huo tukipeleka maombi yetu kwake. Pendwa katika Kristo, sehemu ya tafakari ya neno la Mungu tulilosikia kutoka katika kitabu cha Hesabu ni safari ya Waisraeli wanaotoka kutoka katika utumwa wa Misri na wanaelekea katika nchi ya ahadi. Wanafanya hija, wanafanya safari, wapo katika safari ya kutoka huko ambako walikuwa utumwani, wamepata uhuru walao kwa nafasi fulani, lakini wanaelekea katika nchi ya ahadi. Na mazingira ambayo wao wapo nayo wakati huu sasa ni kwamba wapo jangwani na mazingira ya jangwa yamewachosha. Na kwa namna ya pekee kinachowachosha wakati huu ni chakula na ukosefu wa maji ya kutosha. Wanaenda kumnung'unikia Mungu, lakini wakati huo huo wanamnung'unikia pia Musa. Wanamnung'unikia Musa kwa kuwa ndiye anayewaongoza na nafasi ya kuzungumza na Mungu moja kwa moja. Wanamnung'unikia Mungu pia kupitia huyu Musa kwa sababu Mungu ndiye aliyewaumba, ndiye aliyewapatia ahadi kubwa zenye matumaini makubwa kwamba wanaelekea katika nchi ya ahadi. Ni kama wamechoka hivi kwamba mbona nchi ya ahadi yenyewe hatufiki, na hapa tulipo sasa tunahangaika tu. Angalia sasa, chakula tunachokipata ni dhaifu, maji ni kidogo. Mjibizo unaotoka kwa Mungu haui nini anakifanya? Kwamba sasa mtabadilishwa chakula, au kuanzia sasa mtapata maji ya kutosha. Anawapatia kitu kama kikumbusho, anawaletea nyoka ambao ni wasumu. Na pia na maandiko matakatifu wengi wanang'atwa nao nyoka wasumu na wanakufa. Sasa wengine wanapoona kwamba wenzao wanakufa, akili inawarudia na wanarudi kwa Musa tena. Anasema, "Musa, utuombee kwa Mungu, tumemkosea Mungu kwa kumnung'unikia." Musa kama ilivyo kawaida, na yeye alipomsikivu anarudi tena kwa Mwenyezi Mungu. Anamwambia Mungu, "Wasamee watu hao, wamegundua kwamba wamekosea." Na mjibizo wa Mungu tena unakuwa sio kuwatoa wale nyoka, inakuwa kufanya kitu kingine. Anamwambia Musa, "Tengeneza nyoka wa shaba. Huyu utamweka juu ya mti. Na yeyote yule ambaye atang'atwa na nyoka hao wasumu, atakapomtazama nyoka huyu wa shaba, atapona." Kwa maneno mengine, amewawekea kifo na uhai mikononi mwao. Yaani ni swala la mmoja tu kuchagua kwamba
ukishanatwa, au unakataa kuangalia yule nyoka wa shaba kwenye mti ili ufe, au unamtizama yule nyoka wa shaba kwa imani ili uweze kupata kupona. Pendo katika Kristo, hilo ambalo lilifanyika wakati huu, tukisoma katika Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 3, Bwana wetu Yesu Kristo anarudia tena kulisema kwamba kilichokuwa kinafanyika kule jangwani kimsingi na alichokifanya Musa kwa maagizo ya Mungu kilikuwa ni kivuli ya kile ambacho anakuja kukifanya yeye katika Agano Jipya. Kwamba kama vile watu walivyokuwa wanamtazama yule nyoka wa shaba jangwani wakawa wanapona kwa imani, lakini hivyo yoyote ambaye atamtazama Bwana wetu Yesu Kristo kwa jicho la imani ikiwa ameangikwa msalabani, naye atapata wokovu, atapata ukombozi. Pendo katika Kristo, mbele yetu tuna msalaba. Mbele yetu tuna alama ile ambayo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alisema tuitizame, na kila tuitizamapo kwa jicho la imani tutapata wokovu, tutapata ukombozi. Bila shaka ni kwa kulitambua hilo ndio maana tumekusanyika kwa wingi hivi mchana huu hapa, kwa sababu tunatambua nafasi ya msalaba katika maisha yetu sisi kama wabatizwa, sisi kama Wakristo. Hakuna mazingira au huwezi kuzungumzia swala la imani yetu sisi kama Wakatoliki huku ukitutenganisha nasi na msalaba. Hata tunapofundishwa tu kwanza jinsi na namna ya kusali, huwa tunaanza kufundishwa ishara ya msalaba. Mtoto unapoanza kumfundisha, kabla ya kumfundisha baba yetu, salamu Maria, si sala ya jioni na kadhalika, tunamfundisha kwamba kabla ya kusali sala zote hizo kinachoanza ni nini? Ishara ya msalaba. Kwa ni alama ya msingi, ni alama ya wokovu, ni alama ya ukombozi wetu sisi kama wanadamu. Tumepata nafasi ya kutembelewa, tumepata nafasi ya kuwa na msalaba huu mchana huu, nafasi ya kusali mbele ya Yesu wa mateso, Yesu aliyeteseka kwa ajili yetu ili sisi tuweze kupata wokovu. Wenzetu katika somo tulilosikia ni kwamba walikuwa wanakwepa mateso, walikuwa wanakwepa mahangaiko, ndio maana walikuwa wananung'unika. Swali msingi ni mimi na wewe tunapokutana na changamoto tunafanyaje? Wito wa Mungu kwetu sisi tunapopata changamoto, basi tumwendee yeye kwa mioyo ya unyenyekevu, kwa mioyo ya yeye ni msikivu kama alivyokuwa Musa, yuko tayari kutusikia na yuko tayari kufanya kitu kwa ajili yetu. Lakini kitu kingine ambacho tunasisitizwa na Mungu, basi tunaposali sala zetu tuwe tayari kupokea majibu yanayotokana na sala hizo kadiri Mungu anavyoona iwe. Wana wa Israeli walienda kunung'unika kwa mtindo, kwa namna moja ilikuwa ni namna ya sala, kwamba chakula ni dhaifu na maji ni kidogo. Mjibizo wa sala yao ikawa ni kuletewa nyoka wenye sumu wanaong'ata na kuwafanya wafe. Walipoenda tena kumuomba tena Musa, akawaombea kwa Mungu, akasali badala yao, Musa akaenda akatii. Mjibizo wa sala yao ikawa yoyote aliyeng'atwa ni sharti amtizame Yesu aliye msalabani kwa imani, amtazame nyoka wa shaba aliye kwenye mti kwa imani, naye atapata kupona. Hata sisi basi wapendwa, tufungue masikio yetu, tufungue mioyo yetu, tuseme kitu na Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini tukishamaliza kufanya hayo, tuwe tayari kupokea mjibizo wa sala zinazotokana na sala tulizoleta mbele ya Yesu wa Ekaristi, na itategemea sasa Mungu anatujibu nini kutokana na sala hizo ambazo tunapelekea kwake. Pendwa, basi tujivike moyo wa imani na matumaini makubwa katika mwaka huu wa jubilei, na tulete Yesu na tumruhusu Yesu aseme nasi mioyoni mwetu katika mwaka huu, na zaidi sana tuimarike katika imani, matumaini na mapendo, na mwisho wa safari hii ya hija tunayofanya kibinadamu basi iwe kufika kwenye uzima wa milele ambako Bwana wetu Yesu Kristo alisema anaenda kwa ajili ya kutuandalia makao ili atakapokuwepo yeye na sisi tuwepo. Muombe Mungu wapendwa aendelee kuwa nasi daima. Tumsifu Yesu Kristo. Amina.